napenda kutoa taarifa ya mafanikio yaliyopatikana kutokana na misako na operation zinazoendelea kufanyika mkoani Ruvuma kama ifuatavyo. Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linawashikilia watuhumiwa wawili wanaofahamika kwa majina ya Said Ramadhani miaka 28, mkazi wa Mshangano na Manyigu, na Gamaeli Munto miaka 36, mkazi wa Mtangimbole, kwa tuhuma za kumuua Lucas Msongera miaka 32, dereva wa bodaboda na mkazi wa Mkuzo Songera. Watuhumiwa hao walitenda kosa hilo tarehe 18 mwezi wa 3 2026 majira ya usiku, baada ya kumteka mwendesha pikipiki huyo na kumpeleka Peramiho na kisha kumshambulia kwa kutumia kitu butu na kusababisha kifo chake. Baada ya kutokea tukio hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma kwa kutumia timu ya wataalamu wa kufuatilia matukio makubwa tulianza kufuatilia kwa haraka, na ilipofika tarehe 27 mwezi wa 3 2026 huko kijiji cha Mpandimbole, kata Mpandimbole, halmashauri ya Madaba, wilaya ya Songea, tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wote wawili wakiwa wamejificha. Hata hivyo, baada ya ufuatiliaji tumebaini kuwa watuhumiwa hao walikuwa wakijihusisha na matukio mbalimbali ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na uvunjaji na wizi wa pikipiki wilaya ya Songea. Upelelezi wa tukio hilo unaendelea na mara baada ya kukamilika, watuhumiwa watafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Aidha, kutokana na operesheni na misako inayoendelea kufanyika maeneo yote ya mkoa wa Ruvuma, tarehe 31 mwezi wa 3 2026 tulifanikiwa kumkamata mtuhumiwa anayetambulika kwa jina la Michael Ngonyani miaka 36, mkazi wa Mtangimbole, ambaye alikuwa akijihusisha na uhalifu wa aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wizi wa magari mkoani Mbeya. Na baada ya kupekuliwa mahali alipokuwa akiishi, alikutwa akiwa na vitu mbalimbali vidhaniwavyo kuwa ni vya wizi kama ifuatavyo. Moja, alikutwa na gari aina ya Toyota IST namba T 829 DYH. Pili, amekutwa na leseni 4 za udereva zenye majina ya watu tofauti tofauti. Tatu, amepatikana na sound bar moja aina ya Skywood. 4, amepatikana na television 2, ya moja ya inchi 65 na nyingine ni ya inchi 55. Na 5, amekutwa na water pump moja. Vile vile mtuhumiwa huyo alikutwa akiwa na sare za Jeshi la Polisi kaki ya moja na sare za Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ suruali moja na t-shirt moja, ambazo alikuwa akizitumia kufanyia uhalifu katika maeneo mbalimbali kwa kujifanya ni askari wa majeshi hayo. Upelelezi zaidi unaendelea kujua namna mtuhumiwa huyo alivyozipata sare hizo. Mtuhumiwa atachukuliwa hatua za stahiki za kisheria na kufikishwa mahakamani.